ndugu, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kukaribisha tena kwenye chaneli hii nzuri kabisa iliyojaa mafundisho ya neno la Mungu pamoja na kweli zilizofichwa ndani ya uongo. Pia nikupongeze kwa kumaliza mwaka 2023 na kuingia mwaka mpya mwingine 2024, japo siku zetu za kuishi zikiendelea kupungua taratibu. Waraka huu ni kwa ajili ya kukumbushana tu kuhusu mipango na mikakati ya shetani katika kulipeleka kanisa la Kristo kuzimu. Siku moja nilikaa na kuwaza sana kuhusu hali ya sasa ya kanisa la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ukweli nilipata mshtuko mkubwa, maana sio kanisa la Kristo bali limekuwa pango la kuwahifadhi mawakala wa shetani katika kutimiza misheni ya kupinga kazi ya Yesu Kristo aliye hai. Nilipokuwa napitia Biblia nikakutana na kanisa ambalo Yesu aliliacha kipindi chote cha maisha yake duniani. Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mwanzo hadi mwisho inatoa picha ya kanisa na ukuaji wake na uzidishwaji wake. Kanisa liliongozwa na Roho Mtakatifu, lilikaa pamoja kwa umoja, walikula pamoja, walishiriki pamoja, walitembeleana, walijuliana hali bila kusubiri kuwa na pesa mkononi. Waliombeana, walitiana moyo, waliumega mkate wa kila siku kwa pamoja. Ninapoliangalia kanisa la leo, nimepoteza sura ya kanisa ambalo Yesu aliliacha mikononi mwa Petro. Maajabu yanasikitisha duniani ni kwamba watu tumekuwa wanafiki mbele za Mungu leo. Lakini mwaka huu mpya nakuja kukumbusha kuwa mchungaji ni mmoja tu wa kanisa ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Maana watu wote ndiye tunamsubiri ili arudi atuchukue alipo. Lakini usisahau hili, tatizo sio tatizo kama hakuna chanzo cha tatizo. Tukumbuke, yapo mambo yanaendelea kanisani leo hii hadi huruma, na mchochezi wa mambo hayo ni Ibilisi, huku akifurahi na kupiga makofi kwa kuzidi jinyakulia waumini na wafuasi. Maana wafuasi wa shetani ni wengi, hata wengine wanaimba kwaya, wanahubiri neno la Mungu, wanafundisha, wanatenda miujiza hadi kushangaza dunia. Tuangalie mambo yanayotesa kanisa la leo kufikia mwaka huu mpya 2024. Leo hii kanisani upendo wa agape umepotezwa na upendo wa nipe nikupe. Yaani mshirika kama hajawahi kufanya chochote, utasikia wakongwe wanasema, sheria yetu inasema hatuwezi kwenda kwa mtu ambaye hatoagi chochote. Inatia huruma. Yesu anasema itanifaa nini kufanya kitu huku nikitegemea matokeo chanya tu. Hata kwenda kwa mgonjwa leo hii ni kazi, maana vichwani mwa watu upendo wa agape haupo, kisa ujio wa upendo wa pesa. Zaidi kubwa ni Wakristo wamezidiwa na walevi ambao hupeana chupa na vipisi vya sigara barabarani. Lakini Wakristo wa leo hii hatuna muda wa kuwa shirika moja. Utashangaa mwenye gari anaondoka mwenyewe na kuwaacha watu ambao walikuwa nao katika kundi, huku akisingizia mafuta hana, anawahi, gari ina shida sehemu, na cha ajabu mtu huyo ibadani alikuwa anafundisha neno la upendo. Leo hii kanisani mshirika anaweza kupata tatizo la kifedha kwa ajili ya matibabu, na watu wa kanisani waliopewa viti vya ubosi wasifanye chochote, wakisingizia hali ni ngumu, au wanasema yule hatoagi michango. Na yule mpendwa anapoyaga dunia, wanakuwa wa kwanza kutaka kuonekana mbele za jamii kwa wao ni wema sana. Pia wanaweza kuomba kuendesha msiba. Hapa ndipo neno unafiki linapoanza kutumika. Leo hii kanisani kumekuwa kama serikali. Mtu asipokidhi vigezo hataitwa mwanachama, bali mshirika tu, na hairuhusiwi kumfanyia chochote. Na huku watu tukisahau hali za watu wengine kanisani. Maana kama wote tungekuwa na hali sawa, ungekuwa wapi? Hakuna maana ya masaidiano.
Leo hii kanisani kuna wamama na wababa ambao wanawaangalia vijana kwenye makosa tu na hawana muda wa kuwafundisha njia sahihi za kuweza kuwa kama wao, ila tu wanawasubiri wakizama dhambini ndipo vikao vya nidhamu viitishwe. Kama sio unafiki ni nini? Ya nini kuwapanya kwanza kuliko kuziba mashimo ambamo panya wanatokea? Maana midomo ya watu huinuka kama vipaza sauti sokoni na kuwatangaza walioanguka na kuwatenga kanisani, wakidhani wanawasaidia, kumbe wanawakabidhi mikononi mwa Shetani. Lakini usisahau hili, Shetani alikuja kuua, kuharibu, kuteketeza, lakini Yesu alikuja kuokoa, kuponya na kuweka huru, na uhuru ulio na ukweli ndani yake. Hivyo roho chafu yatoka kwa Shetani ili kulitenganisha kanisa lisiwe na muda wa kuombeana na kuonyana kama ilivyoamuriwa hapo awali. Leo hii kanisani umezuka umimi na uheshimiwa, maana kuna watu wasipotambulishwa kwenye matukio, siku hiyo ni ugomvi na lawama. Na tumesahau kuwa Kristo Yesu hakutaka hata kujulikana baada tu ya kutenda muujiza. Mimi ni nani asiyetaka kupitwa na utambulisho? Tukumbuke hili, Shetani watumia wale wanaotaka kujulikana ili kuwapandikiza roho za kiburi kama alivyokuwa hapo awali. Likumbuka neno hili, ajikwezaye atashushwa na ajishushaye atakwezwa. Leo hii kanisani kumezuka misemo ya unajifanya wewe ni mtakatifu. Hii imekuja mara baada ya watu baadhi kutopenda maonyo na ushauri pia na ile kweli, maana wengi hupenda kuwapaka mafuta kwa migongo ya chupa. Anayesema ukweli leo ataambiwa acha kujikuta mkamilifu, na huku tukisahau kazi kubwa ya Yesu ya kutuweka huru, tena huru kweli kweli. Pia kumbuka, asiyependa maonyo huyo atakufa kwa ujinga na upumbavu wake. Pia Yesu alisema tuonyane sisi kwa sisi, pia tuongozane katika kutenda mema. Je, mimi ni nani asiyependa haya? Na hii tabia inaambatana na kutenda dhambi kiolela, maana uzinzi, uasherati na machukizo mengi yamekuwapo hapa kanisani kwa sababu ya kutokupenda ukweli, na watu wakijifariji kuwa watatubu maana tumefutiwa makosa. Usidanganyike ndugu, maana Shetani atakujaza kama chura barabarani, maana akishashiba udhani hakuna cha kumwangusha. Leo hii kanisani kumeanza kugeuka kama vibanda vya mpira, maana asiye na pesa ya kiingilio haruhusiwi kuingia. Kama ndivyo basi, leo hii sadaka zimeanza wazuia watu kwenda kumfanyia Mungu ibada ya kweli, maana vitisho na lahana zinazidi kuongezeka kwenye vinywa vyetu wenyewe. Wasiyetoa huyo amekwisha kulaaniwa na hakuna faida ya yeye kwenda ibadani, huku tukiwasahau watu hali zao za maisha na pia kushindwa kuwatembelea kujua mazingira gani wanapitia. Zaidi ni kuwafungia kwenye mifuko wa laana kila siku. Pia tumeenda mbali zaidi na kuweka viwango vya matoleo. Pia imekuwa kama ukaguzi kwa mwanafunzi anapokuwa shule. Ndivyo ilivyo leo wakati wa sadaka, watu hawana amani kama ilivyotajwa kwenye Biblia. Lakini pia tukisahau kuwa wingi wa sadaka sio dawa ya kufuta dhambi au chanzo cha kwenda peponi, maana hata Shetani utoa sana ila mbingu hata isogelea kamwe. Leo hii kanisani baraka zimekuwa zikitabiliwa sana zaidi ya kukaripia dhambi, pamoja na kuutangaza ufalme wa Mungu kuwa umekaribia. Watu watubu, huku tukilisahau neno la Paulo kwa Timotheo kwamba akaripie, akemee na kuonya kwa uvumilivu na mafundisho. Lakini leo hii madhabahuni pamekuja kugeuka kuwa uwanja wa kutangaziana baraka tu
na uponyaji na kulisahau neno la Kristo Yesu lisemalo, ukikubali na kutii utakula mema yote ya nchi. Siwezi kupanda shamba mbegu iliyo safi ikiwa shamba lina sumu, hiyo mbegu itaharibika. Kama ndivyo leo hii watu tumeanza kumsaidia Mungu majukumu. Maana utawasikia wapendwa wanasema Mungu haangalii mwili bali anaangalia moyo. Lakini usisahau kuwa ili redio itoe sauti ya muziki lazima uweke flashi au memory card. Kama ndivyo hivyo basi ili ufanye jambo lazima roho itoe maelekezo. Hivyo basi mwili unapokuwa uchi basi jua roho ilishakuwa uchi zamani. Mwili unapozini basi jua ulizini kabla. Mdomo na ulimi vinavyosengenya basi ulisengenya zamani. Maana wewe ni roho ambaye unatoa maelekezo kwa mwili wako. Hivyo usisahau kuwa Mungu anakuona kabla ya kufanya jambo lolote nje ya mwili wako. Basi acha kujidanganya na maneno ya ushetani, maana bila mdomo koromeo haiwezi kumeza, maana kilichomjaa yoyote ndicho hicho kimtokacho. Ewe kanisani kuzaa na kuongezeka imekuwa ngumu kwa sababu ya upotevu wa maarifa ya kulea wazaliwa wapya kanisani. Ajabu utamkuta mkongwe kwa mkongwe wakimsengenya mzaliwa mpya, isali yake ya kiuchumi, muonekano wake ibadani au historia yake ya nyuma. Ajabu utawakuta hao siku za maombi ya huduma ya uinjilisti na wanafunga kuomba ili watu waokolewe, ambao wakiisha kuokoka hao ndio chanzo cha anguko lao. Acha unafiki muhusika. Tukumbuke hili, kama binadamu angekuwa anazaa kisha anamtelekeza mtoto wake, ni nani angesimama leo? Pia kama wanyama wetu wangekuwa wanazaa kisha na kuwaua watoto, je, tungebaki nao wakiwa hai leo? Jiulize swali hilo. Leo hii kanisani kumekuwa kama vyama vya siasa, jua nani atawale sehemu fulani. Maana atakayeshinda kwa hali zote za maisha, huyo ndiye atakuwa mtawala, na haijalishi ni mchafu rohoni au ni mtenda matendo ya kikafiri au ni mgomvi au ni mla rushwa. Vile vile kanisani watu haututaki kuongozwa kwanza na Roho Mtakatifu, alafu pia yeye kutuchagulia viongozi anaoamini kwa nafasi husika ili kutimiza kusudi lake kwa kundi fulani. Undugu na uzoefu umetawala sana eneo hili. Ndio maana wezi na wala rushwa kanisani ni wengi sana, mpaka inatia aibu mbele za Mungu. Mwaka huu sikuache bila mabadiliko ndugu yangu. Tukumbuke kuwa uzuri wa sura, namna ya uongeaji wa mtu, muonekano au pesa, anakotoka au sio sababu mbele za Mungu kwa yeye kutawala watu wake aliowaumba, bali kiongozi utoka kwa Mungu na sio katikati ya ndugu. Leo hii kanisani mavazi yamekuwa fashion, maana watu husema Mungu haangalii mwili wala mavazi bali anaangalia roho. Jiulize, ni nani anaoamrisha mwili kuvaa au kufanya jambo hilo? Leo hii viongozi wa kanisa tumesahau kuwa kanisa ni moja tu la Kristo Yesu. Zaidi sisi tuliweka mifumo ya kukutana kwa pamoja ili kumtafuta Mungu. Hivyo haifai kuwagombania watu huku hatuna mbingu ya kuwapeleka. Kumbuka hili, aliyemwamini Yesu huyo yuko ndani ya kanisa tayari, isipokuwa tu yule ambaye hajamwamini. Hivyo pambana sana kuwaleta wale walio nje ya Kristo ili kanisa likue, na sio vita juu ya washirika waliohama jengo A kwenda jengo B. Nikiwa naweka kituo, naomba nikukumbushe hili. Katika maisha ya mwanadamu kuna mambo matatu ambayo hajawahi kumtosha, nayo ni kama yafuatayo: maneno, pesa pamoja na muda. Kama ndivyo hivyo basi muda wangu hautoshi yasema maneno nilionayo leo hii, lakini katika hayo machache zingatia kuwa kuna uvumilivu na kupoteza muda, vyote vina sura sawa ila ni tofauti. Kama ndivyo hivyo basi Wakristo tuangalie kwa makini sana
ili tusije tukawa sisi wa kupoteza muda kanisani, alafu huku malaya, walevi, wachawi pamoja na waliokuwa hawamjui Yesu Kristo pindi sisi tulivyomjua kiunafiki, na wao wakaja siku tusiyoijua wakabadilishwa na kumkubali yeye kuwa mwokozi wao. Maana sio wote wenye mbio washindao mchezo. Kama ndivyo hivyo basi, sio kila aliyefika aliwahi, bali kuna aliyewahi bila kufika. Tamati nafikia na nukuu kwa yule aliyeanzisha kanisa, pia atakayerudi kulichukua kanisa hilo. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo yao tu, ila mioyo yao iko mbali nami. Pia nao waniabudu bure, wakifundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni mema wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua wema na waovu. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na watu, kwa maana hayo hayana thawabu mbele za Baba yenu wa mbinguni. Mtu yeyote atakayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Pia akasema, iweni na umoja kama mimi na Baba tulivyo umoja. Mwisho wa nukuu. Huyu ni mimi sasa hapa. Ndugu, mwaka mpya huwa ni mabadiliko ya mtu binafsi, maana hakuna sura ya mwaka huu na uliopita au rangi kwamba utatambua kuwa sio mwaka jana ni mwaka mpya, zaidi ya tarakimu za mwaka, maana kama ni tarehe na miezi huwa ni sawa kila mwaka. Kama ndivyo hivyo, kuna watu wanasherehekea miaka mipya ya watu, ila wao bado wako mwaka jana kifikra na kimatendo. Hivyo tutubu leo katika jina la Yesu Kristo, atusamee na kuanza mwaka mpya wa mabadiliko ya kanisa hata kuelekea ufalme wa mbinguni. Basi anatupenda Mungu, anawapenda Mungu, anampenda Mungu. Kama ndivyo hivyo basi, na mimi nawapenda wasikilizaji na watazamaji wote, bila kusahau kuwa Yesu ni yote, juu ya yote, ndani ya yote, katika yote na kwenye yote. Mbarikiwe kwenye yote. Mwandaaji na msomaji ni Faraja Paul Jeremia. Amen.